Nimekuwa na wakati mzuri sana kuja kufundisha somo la leo. Tutaangalia nguvu za kiroho. Nguvu za kiroho. Nguvu za kiroho. Nimekuwa na wakati mzuri sana leo kuongelea habari hii kwa sababu ni njema kwa upande wako. Wema wa hii habari ni kwamba utapata kufahamu kwa nini hatuwezi kuziona nishati za kiroho. Kwa nini hatuwezi kuziona hizi vitu? Kwa nini hatuwezi kuviona? Nimeandika kwa upana katika kitabu hiki. Katika kitabu hiki tumeona kwamba kwa nini hatuoni viumbe hivi kwa macho. Tukaandika kwamba jicho la mwanadamu lina uwezo mdogo sana, linaona sehemu ndogo ya mwanga. Lakini ulimwengu umejaa mawimbi ambayo hatuwezi kuyaona. Kwa mfano kama mawimbi ya redio. Ukiwasha redio huo unaona mawimbi yanayoingia kwenye redio yako. Na imani huwa uyaone. Kuna mawimbi ya gamma rays, ni mawimbi ambayo hatuwezi kuyaona. Lakini kuna X-rays hatuwezi kuyaona. Mawimbi ya wifi, internet hatuwezi kuyaona. Hata mawimbi ya sauti. Tunachofanyaga sisi huwa tunasikia tu sauti, lakini sauti ni mawimbi. Kwa zote hizo ni nishati, zote hizo ni nishati. Zote hizo ni nishati. Kwa hiyo kama unakubali kwamba hizo ni nishati, hebu kaa kwa pamoja hapa tuweze kujifunza upana wa hii habari ya nishati au nguvu za kiroho. Nimetumia mifano ilipo kwenye mazingira ya kawaida ili mtu usione uajabu wa hivi vitu, uone kama ni vitu vya kawaida, kwa sababu watu wengi wana tabia ya kujenga na kuogopa tunaposema nguvu za kiroho. Anakuwa anajua labda ni mambo ya kinini, mikataba mibovu ya ajabu. Hapana, unatakiwa kutambua vitu hivi ili unapoviona popote ulipo uweze kuvitambua kwamba hichi ni hiki, hichi ni hiki, hichi ni hiki, hichi ni hivi. Nafikiri inakuwa njema sana ukipata kutambua. Tumeandika hivyo. Tunasema kwamba viumbe au nishati katika mitetemo ya juu au mitetemo ya chini, wenyewe wanaishi katika vipimo tofauti na mwanga, vipimo vya mwanga au nishati. Hivyo maisha ya kawaida tulionayo hizi hawezi kuona, lakini tunaweza kuhisi uwepo wa nguvu hizi. Tunaweza kuona ndoto za kiroho, tunaweza kuona dalili, ishara au matukio. Lakini kitu kingine, kwa mfano kama sauti, ukisikia sauti masikioni, tunasema kwamba subconscious inatafsiri nishati kama ujumbe. Kwa mfano unaposoma message kwenye simu yako, kitu gani kinatambua kwamba hapa ameandika hivi? Sauti kupitia masikio, lakini kupitia hisia za mapenzi, watu wanapata watoto kupitia hisia. Hiyo vyote ni vitu ambavyo tuna ushahidi navyo. Kwa hiyo hatuwezi kuacha kujifunza habari ya nguvu za kiroho. Hatuwezi kukaa kama maboya ambayo hayana uhai. Ni lazima wewe uliye na uhai uweze kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na wewe. Tunasema kwamba mtu aliyelingana na mtetemo ya kiumbe fulani, hata bila yeye mwenyewe kujua, anaweza kuingiliana na nishati hiyo. Ni kwa mfano kama vile umekuwa unaangalia movie, wakasema tunatuma signal lakini tunaona kama zinaingiliwa. Hizi signal zinaingiliwa. Hivyo hivyo hata nishati za kiroho huwa ni hivyo hivyo. Kwa pale unapotetema kwenye mtetemo wa kiumbe fulani, basi unaweza kuingiliana nacho. Haijalishi siji kiko wapi, si kiko wapi, lazima unaingiliana na nishati hiyo. Hata uchawi huo unafanya kazi kwa staili hiyo hiyo. Kwa hiyo katika simulizi ya uumbaji nilikuwa nafundisha kuhusiana na namba. Kwenye mtandao wangu wa YouTube nimeandika video moja, nimeandika kwamba namba inasimulia hadithi. Namba zinasimulia hadithi kamili ya uumbaji. Ili tuweze kuelewana hapa, lazima nikulete kwenye hiyo maana. Kwamba katika namba tuna hii alama namba 8 ya kulala. Lakini tuna 0, lakini tuna 1, lakini tuna 2, lakini tuna 3, lakini tuna 4, lakini tuna 5, lakini tuna 6, lakini tuna 7, tuna 8, lakini tuna 9. Ndio tunakomea hapa katika namba. Katika elimu ya namba tunakomea hapa. Hata mtu uwe na tarehe ya kuzaliwa, labda umezaliwa tarehe 10,
tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka ya 2003. Lazima tutakuja tujumlishe tupate namba kati ya hizi, ambapo hapa tutajumlisha, hapa tunapata 1, hapa tunapata 1 kujumlisha hapa tunapata ngapi? 7 kujumlisha hii na hii tunapata 2, 2, hapa tunapata 5, tunapata sawa sawa na ngapi? Hapa 8, si ndio? 1 kujumlisha hii hapa tunapata na ngapi? Ni 8 kujumlisha 5 tunapata 13. Lakini 13 tena tunaijumlisha tunapata sawa sawa na ngapi? Tunapata sawa sawa na 4. Kwa hiyo tunakuja kupata kabisa kwamba huyu mtu ni namba 4. Je, simulizi ya namba 4 inatuambiaje? Inatuambia kwamba mtu mwenye namba 4 ni mtu anayependa kumiliki vitu vya, yani mtu anayependa kumiliki sana. Mtu anapenda kumiliki, huyu mtu anapenda kumiliki sana, anapenda kumiliki. Ni mtu anayependa kumiliki, ni mtu anayependa kuhifadhi vitu, Huyu ni mtunza kumbukumbu mzuri, ni muhifadhi mzuri sana. Yaani ukimpa kitu chako akuwekee, ni mwaminifu. Ana baraka za utunzaji. Kwa hivyo ndio tunapopata namba za bahati. Wewe unapata namba 4. Sasa hapa tunataka tujifunze ni kwa nini hatuwezi kuona nguvu za kiroho. Hatuwezi kuona nguvu za kiroho kwa sababu zenyewe zinakomea hapa. Lakini sisi binadamu tumefika hapa, tumepita hapa, tukafika hapa, tuko hapa. Hivi vitu viko automatic. Sisi katika maisha yetu ni vitu ambavyo hatuwezi kuvizuia. Sasa jukumu letu ni kudili na hii, kupata utajiri hapa, lakini mwisho wa siku jukumu letu lingine ni kufa. Unaweza usinielewe. Kwa hiyo sasa nimekuambia habari ya namba. Habari ya namba tutakuja kujifunza zaidi uko mbele. Lakini nimekwambia kwa sababu ni ya msingi. Kabla ya kila kitu pana kuwepo. Yaani lazima pawepo. Nisikilize hii sentence. Hapa nitumie nyeusi. Nitumie maki nyeusi. Nitumie nyeusi. Nisikilize hii sentence. Ni lazima pawepo, pa nafasi kuwepo. Nafasi ikisha kuwepo, ndio unaweza ukaweka kitu cha kwanza. Nafasi na kitu hiki cha kwanza kinachokuwepo kwenye nafasi, ndio kinafanya tuseme kwamba tuna kitu 1, 2. Kwa hiyo tunasema ndio tuna 2. Ndio tunapata 2. Kwa hiyo 2 ni uwili kwamba kama ni kiwanja, kwa lazima pawepo. Kiwanja kipo kwenye dunia. Lakini lazima pawepo kiwanja chako. Pakisha kuwepo ndio unaweza ukajenga nyumba. Kwa hiyo tunakuwa na kiwanja na nyumba. Kwa pale tunakuwa na nini? Vitu viwili. Kwa hiyo ni uwili. Uhusiano wa kiwanja na nyumba tunasema tunapata mji. Mji ni kitu cha ngapi? Cha 3, ni matokeo. Kwa hiyo uhusiano wa vitu viwili huwa unazalisha kitu. Na leo nataka nikwambie mambo makubwa. Kama wewe ni mfia mpira, leo utanisamehe. Nataka nikwambie kitu kimoja kikubwa sana. Leo utanisamehe mfia mpira. Na sikisemi kwa ubaya. Nikusema ili tufunguke wote. Kwa hiyo hiyo sentence umenielewa. Ni lazima pawepo, pa nafasi kuwepo, ili kitu kiwepo. Kikisha kuwepo, hicho kitu na nafasi tunapata uwili. Uhusiano wa hivi vitu viwili tunapata kitu cha 3. Hichi kitu cha 3 kilichopatikana kinakuwa ni nishati. Hapa huwa tunapata ni nishati, kitu ambacho ni bado ni upepo. Bado ni upepo. Lakini nishati iliyopatikana hapa tunaweza kuihifadhi. Tunapokuwa tunahifadhi ndio tunapata mwili. Tunapata mwili. Nishati, nafsi ya uhai inakaa kwenye mwili. Ikishapata mwili bado inakuwa bado haijanani, lazima ipate hatua ya 5. Hatua ya 5 ni uamsho. Uamsho sasa wa hii nishati iliyomo ndani humo. Uamsho. Ikishapata uamsho inatakiwa kupangiliwa. Ikishapangiliwa lazima iziilike kwamba, yani lazima ipangiliwe kwa usahihi.
lazima ipangiliwe kwa usahihi hapa katika maadili yanayostahili, ili iweze kupatikana ile iliyohifadhiwa, kwa sababu tulizalisha nishati hapa, tulipata nishati tukaihifadhi kwenye mwili. Baada ya kuhifadhi kwenye mwili, tukaiamsha, tukaipulizia pumzi, si ndio? Tukaipulizia pumzi. Baada ya kupulizia pumzi, inakuwa haina mpangilio, haina utimamu, haielewi. Kwa sasa ni muda wa kujipangilia nishati kutokana na makusudi, yaani kutokana na makusudi. Huku hizi vitu viwili vilihusiana kwa staili gani? Huyu aliweka 1000 au akaweka 2000. Kwa ili tuweze kupata usahihi, huyu aliweka 1000 au akaweka 2000 kwenye kikapu. Sasa ili tuweze kujua kwenye kikapu kuna nini, lazima tukifungue. Lakini tukisha kifungua ni lazima tujue hivi vitu viwili aliweka ni mtu mmoja au aliweka watu wawili. Lazima tujue. Sasa huo wakati wa kujadili ndo hapa tunakuwa tunapangilia. Baada ya kupangilia sasa tunakuja kupata udhihirisho kwamba tumedhihirisha kile kitu ambacho kilifanyika kwenye hatua za mwanzo ndio hiki. Baada ya kwanza tushajua ni hiki, basi tunaweza kukiduplicate. Yaani tunaweza kukimultiply mara kadhaa. Tumeshajua mpangilio jinsi vinavyopangiliwa. Kwa hiyo tunaweza tukavifiatua vingi. Yaani tunaweza tukavifiatua vingi hapa. Kwa hiyo namba 8 ni abundance. Ni nishati ya uhakika au nishati ya wingi, abundance. Lakini namba 9 ni mwisho wa mzunguko, kwamba sasa yani ni ukomavu na utimilifu wa mzunguko. Ni ukomavu na utimilifu wa mwisho. Ni mwisho lakini ni mwanzo katika kiwango kingine. Ni mwisho lakini ni mwanzo katika kiwango kingine. Sasa nishati ambayo inazaliwa hapa, naomba nifute ili niandike tena. Hapo umenielewa. Hapa mimi nilikuwa nataka nielezee kwenye namba 3. Hii elimu ya namba ipo kwenye mtandao wa YouTube, nimefundisha somo lake kabisa. Namba inasimulia simulizi ya uumbaji. Kwa hapa sina muda wa kutosha wa kuelezea kila namba uwepo unakuaje, yani uwepo unakuaje. Hii simulizi ya namba ndio imeleta vitabu vya dini. Hapo mwanzo si palikuwaje? Hapo mwanzo si palikuwaje ndio imeleta hiyo. Kwa hiyo sasa mimi nakuja kuzungumzia namba 3. Namba 3, lango la uzalishaji, lango la matokeo. Vitu viwili vinapohusiana huwa vinazalisha matokeo. Ndio sheria ilivyo. Uwili huwa unaleta matokeo fulani. Mti una sehemu mbili. Mti una mizizi, lakini katika dunia tuna usiku, lakini tuna mchana. Lakini katika hizi maisha yenyewe ya kawaida tuna mwanamke, tuna mwanamume, tuna mwanamke. Vitu vimekaa viwili kama hivi. Kwa sasa katika vitu kuungana huwa vinatengeneza matokeo ya 3. Kwa mfano kama mwanamke na mwanaume tunapata nani? Tunapata kiungo. Tunapata kiumbe. Sasa kwa nini huwa hatuzioni? Somo la leo ni kwa nini huwa hatuzioni hizo nishati. Nimefuta tena na nandi yetu, lakini nitaandika tena, si vya kuchora. Kwa nini huwa hatuzioni? Kwa nini hatuwezi kuona nishati? Swali jibu jepesi ni kwamba nishati hazina mwili. Nishati hazina mwili lakini zinatenda. Nishati hazina mwili lakini zinatenda. Kwa mfano kama jini ili umuone lazima apate mwili. Sio, unanielewa? Jini ili umuone lazima upate mwili. Hata sisi binadamu, nafsi zilizokaa ndani yetu kwenye miili yetu zipo tu, zinaishi. Lakini bila sheria ya 4 ya mwili, ya kupata mwili, sisi wenyewe tungekuwa kama majini. Kwa hiyo katika hiyo nafasi ya 3 kuna nishati. Kuna nishati, ndio hapa kuna majini, si tuna nini, tuna mambo yote ambayo hatuwezi kuyaona. Ila zote ni nishati. Nishati kisha pata mwili. Na ushahidi wa hichi kitu, labda unaweza kusema kwamba kwa sababu mwili tunao, tumeshauzoea. Kwenye mapenzi wao wanasema, wao unakuta dada kwenye TikTok wanasema,
Mtu unakikaa na mtu sana, akikuzoea sana, anaanza kukuona we ni choko, we ni nini. Lakini siku kiondoka ndio anaweza kuona umuhimu wake. Kwa sasa tukianza kujadili kwamba sisi tuna mwili, hatutaona uthamani wa sisi kuwa na miili, kwa sababu ni kitu ambacho tulicho nacho na tumekizoea. Lakini kuna kitu hapa ninacho. Ngoja. Kuna kitu ninacho. Hivi umewahi kuona watu wangapi wamevaa haya madini? Mimi hii sio ya gharama kubwa sana. Hii ni tofauti na zile za nini zile. Hii ni tofauti na zile hii ni tofauti na ile ya Bukujelo. Si buku ile, si wane ya 500. Ni tofauti kabisa. Hii ni tofauti kabisa. Unaona? Hii ni tofauti na gharama hiyo, ni gharama kubwa sana. Hii ni mdogo wake na watu wanaovaaga pete za bei kubwa zile. Pete za bei kubwa, ukuta mtu amevaa pete ina rangi na waka ruby. Si ni ruby. Lakini unakuta mtu amevaa pete madini ya namna hii. Kwa mfano kama, hebu ngoja nimseme. Unaweza kumuona Tini White kwenye shingo yake, huwa anakuwa amevaa yale madini yale, unaona, kimuona kama Buddha. Kimuona kama Buddha. Watu wengi tu utawaona, sio vizuri kuwataja. Mimi namtaja Tini White kwa sababu namkubali sana yule baba. Kote aliko anisamee. Ni comedian, ni kioo cha jamii, lazima tumseme. Kwa vitu kama hivi, umewahi kuona wewe? Kwa sababu gani? Kwa sababu gani tunavaa hivi? Hii tafsiri yake ni kwamba nishati ikiwa haijapata mwili inakuwa kama upepo, kama hewa. Lakini nishati inaweza ikapata mwili ikakosa uamsho. Sasa jiwe haya ni mawe, madini. Haya ni madini. Jiwe ni katika na sheria namba 4. Ni nishati ambayo imehifadhiwa, lakini imekosa uamsho. Sio, unanielewa? Nishati ambayo imehifadhiwa imekosa uamsho. Sasa kwa nini tunaivaa sisi wanadamu? Kitu kinaweza kikapata nishati, inaweza ikawepo. Nishati inaweza ikawepo ikapata mwili. Ikishapata mwili inakosa uamsho, inatakiwa ufanyie uamsho. Ikishapata uamsho ndio inakuwa ni kitu hai, kiumbe hai. Kinakuwa ni kiumbe hai. Sasa hivi ni vitu vilivyokosa uhai. Sasa ili uweze kuamsha nishati iliyopo humu, lazima uungane nayo. Unaungana nayo kivipi? Ndio maana tunavaa hivi mkononi. Tunavaa hivi, utakuta mimi nimevaa hivi mkononi. Safi kabisa, utasema ni mapambo. Sasa nishati ikishapata mwili inatakiwa ifanyie uamsho. Sasa ili kukuthibitishia kwamba sisi naomba nifute hapa. Kuna kitu nilikuwa nimewadokeza, japo tutakuja tuongee kiundani kabisa tunapokuja kujadili. Tutakuja kujadili kwa undani somo la namba. Hapa tunadokeza tu. Hapa nilikuwa nakupa sababu za msingi kwa nini huwezi ukaziona nishati. Kwa nini huzioni nishati? Kwa nini huzioni? Kwa sababu wewe haupo kwenye maisha yake, yani kwenye dunia yake wewe haupo. Yani kwenye ulimwengu wake hizo nishati wewe haupo. Kwa nini sasa? Kwa nini binadamu? Nishati zinaishi. Nishati makazi yake ni sheria hii ya 3 katika uumbaji. Zipo kwenye sheria hii ya uumbaji. Zenyewe zimeishia hapo. Uumbaji wake umeishia hapa. Yaani ukamilifu wake unaishia kwenye mchakato wa 3 wa uumbaji. Lakini binadamu akazidi, akaenda kapata mwili. Alipopata mwili ikaenda sasa, sisi tumepata mambo manalia asili. Tumepata mwili, lakini vile vile tumepata nini? Uamsho ndani yetu. Tumepata uamsho ndani yetu. Kitu ambacho tumekosa ni nini? Ni maadili sasa, au sababu ya, kumbuka namba 3 tulisema ni nishati, vitu viwili vilihusiana, si ndio? Kwa nini ukawepo na uhai? Sababu. Kwa jukumu lako wewe ni kutafuta sababu kwa nini ukapata uhai. Ukishapata kwa nini ukapata uhai, maadili namba 6. Uamsho hapa ni namba 5, mwili ni namba 4. Nishati hii uhai, nafsi sasa. Nafsi ni namba 3, sheria namba 3, sheria ya 3 ya uumbaji. Umeelewa? Naomba nielewe vizuri, hata usiponielewa nakuja kurudia tena kipindi kingine. Hapa nilikuwa nakwambia kwa nini huzioni. Kwa hii ni ulimwengu mwingine wa nishati ambazo zipo na zinatenda. Kama unavyoona majini, mtu unaweza kalogwa.
Nishati ndio hizi iko hapa sasa. Mitetemo ambao wanaongea kila siku. Mitetemo ndio hii hapa, sheria namba 3. Sio, umenielewa? Sheria namba 3. Lakini mwili tukapata uamsho. Kwa nini tunasema kwamba sisi tukapata uamsho? Mwili tunao. Wewe mwenyewe ni shahidi, mwili tunao. Huu hapa mwili. Huu hapa. Lakini ushahidi wa kwamba sisi ni uumbaji wetu umefika kwenye namba 5 ni wapi? Ni nini sasa? Ushahidi wake ni nini? Ushahidi wake ni vidole vitano. Utaona vidole vitano kwenye mwili wa binadamu. Vidole vitano, umeviona? Hivi vidole vitano, 1, 2, 3, 4, 5. Umeona? Hata huku ninavyo vidole vitano, hata mguuni vidole vitano, kwamba mwanadamu ni sheria, inatokana na sheria hii ya namba ngapi? Namba 5. Inatokana na sheria namba 5. Kwa hiyo unapoungana na mwili, mwanadamu amebeba nguvu hii. Anaweza akaungana na madini ambayo ni namba 4, akaunganisha hii namba 5 yake na nini, na namba 4 hii hapa, ikapata uhai. Hiyo hapa ikapata nini? Ikapata uhai. Haya madini yakapata uhai, ndio maana tunayavaa mkononi, ndio maana tu wanavaa pete, wanasema kwamba ikuguse mwili. Ili iweze kuchukua hii namba ngapi? Hii namba iweze kuchukua namba 5, ichajishe ili kilichopo humu kisafiri kuja kwako na kitoke kwako kiingie kwenye madini. Ndio tafsiri ya kuvaa madini. Ndio tafsiri ya kuvaa madini, kama ulikuwa hujui. Sasa kwa mfano kama madini ya kopa. Madini ya kopa wote tunajua ndizo nyaya za umeme. Sasa madini yale pale yana nishati ya upatanisho, yani connector. Ile pale ni connector. Yani ile ni connector. Yani kopa ni connector mzuri sana. Kwa unapokuwa unavaa madini ya kopa au unapokuwa unatumia kopa, unavaa madini ya kopa, manake sasa unataka kutumia ile nishati ya kuconnect. Yani unataka ikuboost kwenye kufanya connection sasa. Kufanya muunganisho. Kwa sababu ndio kopa hiyo. Kopa yenyewe ni nyaya ambayo ni madini yanayopitisha umeme. Kwa hiyo kopa yenyewe haina nini? Haina, sio issue. Lakini sasa unaweza kaitumia katika mazingira. Na kopa ni madini. Ukiangalia dhahabu, jinsi mng'ao wa dhahabu ni kama mwanga wa jua, si ndio? Kwa hiyo ni kama nishati ya jua ambayo imehifadhiwa, imeganda ile namna fulani. Kwa hiyo rangi hizo unazoziona, kila rangi ina maana yake, na rangi ya kopa popote ilipo ni rangi kwa ajili ya kuunganisha. Kwa hiyo kama kuna sehemu huwa mnafanyia connection zenu, ni vizuri mkapamba na rangi za kopa. Inakuwa inapendeza sana. Umeona? Inakuwa inapendeza sana. Kwa hiyo sasa hizi hatuwezi kuziona, inaweza ikatokea ukiona. Ukitokea umeona kitu, manake kimepata mwili au kimevamia mwili. Si umeelewa? Si umenielewa leo? Somo la leo umelielewa? Somo la leo sijui limeeleweka. Nimeongea kwa undani. Nilikuwa kitu nilikuwa nimalizie hapa, hata nimesahau. Kwa hiyo ndicho hicho kitu. Sasa tunapokuwa tunaongelea mitetemo, tunapokuwa tunafundisha vitu hatua kwa hatua, tunakuwa na maana ya kufundisha hatua kwa hatua. Hizi namba tutakuja tujifunze, na tutakuja kujifunza jinsi ya kuzitumia katika biashara na katika majambo yetu. Ni elimu adimu. Mtu unachukua muda mrefu kupata hii elimu. Unaweza kuona unafundisha hivi akajua labda umejua leo, au umejui hata umefanyaje ukafanyaje mpaka ukapata hii elimu. Ni elimu kubwa sana. Kwa hiyo hatuwezi kuziona hizo nishati kwa sababu sisi nimeshakumbuka. Nilikuwa nataka niongezee kitu kingine. Kuna kitu fulani wao anasema, ni alama ya Freemason kwa sababu hawajui. Tutakuja kuongelea huko mbeleni. Tuendelee huko mbeleni. Wewe jukumu lako hapa ni kusubscribe, na kama unanunua vitabu nunua, kwa sababu ni kutoe hofu na wasiwasi, sio utapeli. Najua katika hizi elimu kuna watu wanafanya ni kama utapeli. Mwanadamu ana viungo vitano vikubwa. Ana kichwa, ana miguu, lakini ana mikono 1, 2, 3, 4, 5. Si unaelewa? Mwanadamu huyo. Lakini vile vile ana vidole vitano. Ana vidole vitano mwanadamu.
Simeelewa. Kwa mwanadamu ukamilifu wake umekamilika kwenye uamsho, amepata mpaka uamsho. Vitu vingine hivyo nitakuwa umalizie mwenyewe. Ndio maana kuna ile alama ile. Hiki ni kichwa. Ngoja nikucholee hii alama, ili uone siku nyingine unapoiona uelewe maana yake, kwamba hiyo hapo inamaanisha uamsho. Siku nyingine hata kama unaiona hii alama isikuchanganye, wala usianze kwanza si Freemason. Utaiona kwenye ni ile siku ni nini. Ngoja nikucholee. Sasa hii inakaaje? Inakaaje? Ngoja nimtanue huyu msamba. Kwa hiyo sasa kichwa hii 5 star hii. Nataka nikucholee 5 star. Nilikuwa nimekudokezea kwenye video ya kwanza ile. Umeona hiyo? Hiyo ni 5 star, kwamba kichwa, miguu, lakini hii ni mikono. Umeona inapopatikanaga 5 star? Hii ndio 5 star. Tunaipata ni 1. Tunapata 1, 2, 2, 3, 4, 5. Ni alama ya Freemason, ni alama ya Freemason. Ni alama ya Freemason. Haya, sawa. Ni alama ya Freemason. Kwa hiyo sasa ukichora hii alama unakuwa unamaanisha uamsho, unakuwa unamaanisha namba 5. Hii ndio inawakilisha huyu ni mwanadamu. Huyu ni mwanadamu na ushahidi wake ana vidole vitano. Ana nini? Ana vidole vitano. Kwa hiyo anaweza kufanya uamsho. Na ndio maana kitu kingine, huyu ni mwanadamu. Hiyo 5 star inawakilisha uamsho. Popote utakapoiona inawakilisha uamsho. Tujifunze huko zaidi kwamba namna namba 1 kuna vitu gani, ufanye nini. Yaani ikiwa ni namba 1, yaani ikiwa namba yako ni ya bahati ni namba 1 au 11, au namba yako ya bahati ni namba 22 au 33. Kwa sababu kuna zingine zinaitwa master number. Yaani ni elimu ya namba inayojitegemea. Ndio maana huwa tunasema kazi ya mikono. Kazi ya mikono. Nataka nikuulize swali moja. Hivi kama kuna chakula, kama wewe ni mpishi, kama kuna chakula huwa unapika ni kitamu sana, anakipenda labda bwana yako au anakipenda mtu fulani ambaye una mahusiano naye mazuri, sema bwana, ile kunapikaga vizuri sana. Hata ukimpa maelekezo vipi, mwisho wa siku kale ka ladha ambako unakuwa unakataka wewe ukiweka, huwa kuna pelea kidogo. Yaani haiwezi kawa kama ya kwako wewe. Kwa hiyo sisi tuna mikono kwa sababu sisi wanadamu tuna uwezo wa kuamsha. Tuna uwezo wa kuamsha na kuumba. Yaani tuna uwezo wa kuumba hadi kuamsha nishati fulani ambayo tunakuwa tunafikiria kutoka kichwani. Kwa hiyo tunaweza tukatoa kitu tukakiamsha. Yaani tunaweza tukaamsha kitu kutoka kichwani, kutoka mawazo. Ndio maana katika masomo yanayokuja tutakuja tuangalie jinsi ya create idea na kuifanyia kazi mpaka inakuja kukupa nani. Katika mambo yetu tutakuja tujifunze na masomo ya marketing na nini, mambo mengi kibao. Hatutaki kutumia hizi elimu ambazo mimi nasema zimeshafeli. Elimu ambazo zimeshafeli, elimu ambazo zipo zinajua zenyewe jinsi zilivyo. Ndio maana tunatumia mikono. Ukifanya kwa mkono wako unakuwa unaumba. Ndio maana ya mkono. Kazi ya mikono yako unakuwa unaumba. Yaani unatoa kitu moja kwa moja kutoka kwenye kichwa chako unakuja unakiumba. Kwa kama wewe ni msusi unasukia mikono, maana yake sasa unatoa ufundi uliopo kichwani mwako unauweka kwenye kitu. Kama wewe ni mpaka rangi unatoa kitu kilichopo kwenye kichwani mwako una design kulingana na wewe. Kama wewe ni mchoraji unatoa kitu kilichopo kichwani unakuwa unaweka kwenye mchoro. Umeelewa? Ndio hii. Kwa mwanadamu ana nguvu hiyo na ana baraka hiyo ya kuamsha. Kwa ndio maana mtu anakuta amevaa madini kwa sababu ataamsha nguvu iliyoko. Na madini ni kama power bank. Inatunza nishati. Madini yanatunza nishati. Kitu ambacho ulikuwa hujui. Madini yanatunza nishati za kiroho. Kwa katika habari hiyo nimeamua nikueleze kwa staili hii ili uweze kunielewa. Kitu kizuri ni kile ambacho nakifanya mwenyewe. Utalizika pale ambapo utafanya mwenyewe kwa mikono yako. Kwa sababu ukimpa mtu mwingine aumbe, ataumba kutokana na uyeye wake. Lakini ukiunda wewe, utaunda kutokana na uwewe wake, na hiyo kazi itakuwa nzuri kulingana na wewe. Unaweza kujikuta unahangaika mtu afanye jinsi unavyotaka wewe, kitu ambacho hakiwezekani. Kila mtu amekuja kama nilivyokuambia. Ukija ukiangalia namba za bahati utakuta mwingine namba 11, unakuta mwingine ni namba 10 ambao ni sawa na 1,
utakuta mwingine namba yake ya bahati ni 9, namba yake ya bahati ni ngapi? Namba yake ya bahati ni ngapi hiyo? Hata 10, hata 7, Kwa sasa hamwezi mkafanana. Kila mtu ana uyeye wake. Yaani kama ni mtetemo. Ninaposema mtetemo, hebu unielewe vizuri. Ninaposema mtetemo ni ile vibration. Watu wa muziki wanaelewa ninaposema vibration. Kwa mfano kama kwenye sauti, kwenye sauti. Sasa nikisema kila kitu ni mtetemo, maana yake hata wewe ni mtetemo, ila kila kitu kina mdundo wake. Yaani hakuna kipengele kigumu kama kutuambia kwamba hivi kati ya Rayvanny na Diamond nani ni mkali. Kwa akili za kawaida unataka kusema Diamond, lakini kila mtu ana ladha yake. Harmonize ana ladha yake, Rayvanny ana ladha yake. Sijui nini, Tabora Jazz Band nao walikuwa na ladha yake. Babu Seya naye alikuwa na ladha yake. Nyimbo zingine si Bolingo nazo zina ladha yake. Yaani everything ngote mdundo wake. Yaani kila kitu kina mdundo wake. Hata watu wenyewe, kila mtu ana mdundo wake. Kwa hiyo ukimpa mtu kazi, anafanya kulingana na mdundo wake. Ndio maana unaweza ukatoka ukaenda kumuomba mtu mshauri, akakushauri kile kitu anachokifikiria yeye, sio unachokifikiria wewe. Kwa hiyo ni upumbavu kuombaomba ushauri. Hatusemi usiombe ushauri, ila ni ujinga kuombaomba ushauri. Yaani wewe huwezi kujiwazia hata mara moja. Eti kwamba kwa kisingizio huko bize, mimi sielewagi bana, yani mimi yaani unakuwepo tu vitu vinakuendesha, hiyo haijakaa sawa. Mimi nafikiri somo la leo limekamilika vizuri. Mmoja kunielewa amenielewa. Kitabu cha mitetemo ya kiroho ni kama ufunguo wa elimu za kiroho. Ni kama ufunguo ambao utakusisimua, utajikuta umeanza kuelewa. Unaweza ukakutana na mtu akaongea maneno mawili ukajua anamaanisha nini. Ukajua kabisa kwamba huyu mtu anaendaga kwa waganga, huyu mtu anafanya sana madua, huyu mtu ni mfia dini, huyu mtu kwenye kazi zake kuna nini, huyu mtu anatumia chuma ulete, huyu mtu anajua elimu za kiroho, huyu mtu hajui, huyu mtu anajitambua, huyu mtu hajitambui. Pale unapokuwa umesoma kwenye kitabu hiki cha mitetemo ya kiroho. Hiki kimeandika mambo mengi sana. Kimeandika mambo mengi sana ambapo mtu unatakiwa kujitambua naye. Baada ya kuwa tumemaliza kitabu hichi, tutakuwa tunaenda kuna kitabu kingine kinaitwa Uwezo Wako kwa Vitendo, ambao tunakuja kujadili sasa namba. Yaani unatumiaje namba? Tutaenda kama hivi saizi niko na vipindi vya mwezi. Mwezi una vipindi 8 hadi unakuja kukamilisha mzunguko una vipindi 8. Kila kipindi kinachukua takribani kama siku moja na siku 2 na kidogo kila kipindi. Kile kipindi kinachukua siku 2 na kidogo, lakini mzunguko kamili unaenda mpaka siku 29 na nusu, kama na nusu hivi mwezi. Kwa hiyo tunajadili gimba la mwezi, tunajadili kazi ya mwezi, nishati ya mwezi inahusiana gani na maisha yetu ya huku duniani. Tutakuja kujadili kila sayari nguvu yake. Ukiangalia sayari namba 3 ni dunia. Dunia ni kila hivi vitu bwana hivi. Aisee. Yaani ni balaa. Ni balaa kwa kweli. Ni balaa. Mimi bwana nisiongee sana. Tungoje tuendelee kusoma huko mbele. Nafikiri leo tuishie hapa, ila nikusisitize, kama unasikiliza ni Instagram follow, kama ni Facebook follow, kama ni TikTok follow, kama ni YouTube follow, ili tuwe wengi, jamii iwe kubwa na nini. Mwisho wa siku ukija kufahamu elimu kama hizi, mimi na imani utafundisha watoto wako. Itakuwa ni faida kwa watoto wako. Yaani pamoja na kwamba elimu wanaoenda kuzipata shuleni, ila hii itakusaidia. Juzi nimeenda baharini, nimekutana na watoto wadogo sana. Yule mtoto nikawa namuuliza, mimi sinafahamu. Sema wewe dogo, unakujaga huku baharini? Napenda tu nije baharini. Mara nyingi huwa nikiagizwa ni lazima nije nipite baharini. Nafikiri anaekaa karibu na beach, Mbezi Beach kule. Mimi bwana huwa napenda kuja tu baharini. Mtoto mdogo, yule anaweza hata miaka 13 hivi. Mimi napenda tu nije huku blaza. Hapa nilipo tu hapa nimeagizwa, lakini nimeona nije nitembee huko kwenye maji basi. Basi mimi nikaa na flight. Nikawa namwambia mambo kidogo pale, nikampa elimu kadogo, akikuwa atakakumbuka. Kwa hiyo asili huwa zinakuwa zinatufuta. Nikawa namuuliza maswali kwamba bwana mdogo unasoma? Nikamwambia kwani
nikaanza kumuuliza maswali pale, akawa ananijibu kishule shule. Nikamwambia mimi bwana, mimi sijasoma. Kwa hiyo tuiongee kimtaani. Umewahi kuona mtu mwenye hajaenda shule ni kichaa? Watu wote wenye hajaenda shule ni kichaa? Wana akili au hawana akili? Wasema wengine wana akili hata kutushinda sisi. Sema kwa maana yake ni nini? Hata elimu zingine ni za muhimu pia. Kwa hiyo tusiongelee kuhusiana vya shuleni. Ukiwa shuleni, ongelea vya shuleni. Ukiwa kanisani, ongelea vya kanisani. Ukiwa msikitini, ongelea vya msikitini. Ukiwa mahali fulani, ongelea vya mahali fulani hapo hapo. Kwa mimi niwatakie wakati mwema, tukutane katika somo lingine ambapo tutakuja kujadili mawimbi ya ubongo. Tutakuja kujadili mawimbi ya ubongo ambapo tunajadili mawimbi ya ubongo, zana ya jicho la tatu, na kitu gani? Na sio na chakula, hapana. Ni zana ya jicho la tatu na mawimbi ya ubongo. Na mawimbi ya ubongo ndio kipindi ambacho tutakuja kujadili kwa nini stress zinakuasili, namna gani ya kutuliza stress, ni muda gani wa kupanga mipango yako. Kama unaweza kujilazimisha, ni unatakiwa uingie kwenye hali gani ili uweze kupanga mpango ambao unasema huu mpango na upanga kwenye akili zangu timamu. Ndio mambo ambayo tutakuja kuongea katika kipindi kinachokuja. Nishukuru kwa muda wako. Nikushukuru kwa muda. Tumeenda dakika 36. Lakini tumefanya kitu cha msingi. Tumeenda sana lakini sikutegemea kama nitakuja naongea dakika zote hizi.